Watu wengi wamekuwa na maswali mengi sana wakijiuliza, na wengine yamkini hawajapata majibu. Lakini leo nilikuwa natamani nifundishe jambo jepesi sana, na ninaamini kwamba na wewe utakuwa unajaribu kuniwekea hapo namna unavyoliamini ama kulielewa jambo hili katika comment section hapo. Kwamba Jehanamu ni nini ama mbingu ni nini. Labda tuanze kwa namna nzuri. Kwamba mbingu ni nini, na Jehanamu ni nini, lakini kuzimu ni wapi, mbinguni ni wapi, Jehanamu ni wapi, na kuzimu ni wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika sehemu hizi tatu ndio zinazoamua hatima ya mwanadamu na maisha yake baada ya kuondoka hapa ulimwenguni. Roho inakwenda wapi, nafsi inakwenda wapi, na mwili unakwenda wapi. Lakini pia kuna somo ambalo nilikuwa nimetamani kufundisha kwa habari ya roho na nafsi. Soma waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike 5:20 na ngapi, 23. Utaona namna ambavyo Biblia inazungumza mwanadamu alivyoumbwa katika sehemu hizi ngapi, tatu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapoziangalia hizo sehemu tatu, zinaelekea wapi baada ya hapa, ama zilitoka wapi kabla ya hapa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakuta ni lazima tuangalie mbingu ni nini, Jehanamu ni nini, na kuzimu ni nini. Sasa mimi nitaeleza kwa lugha yangu nyepesi kabisa, ile ya kindergarten ile, kwamba mbingu ni anga. Na tunasema mbingu ni anga kwa maana ndiyo anga ya mbingu, yani ni reverse. Mbingu ni anga. Biblia inasema kwamba anga ya ngapi, anga ya sio ya ngapi, ya 7 sio ya ngapi. Na washirikina pia wachawi wanaamini kwamba huko angani ndiko iliko mbingu. Na katika namna ya kawaida, in a very layman language, tunasema kwamba mbinguni mtu anaonesha wapi? Juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huku juu, huko juu kwenye anga, huko kwenye hewa, huko juu. Na hata ile miaka 1000 ambayo Yesu atakuja kutawala, kuna miaka 1000 atakuwa hapo juu akitawala ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anga, mbingu ni anga ama anga ya mbingu. Nitakuja kufundisha zaidi, lakini pia ndio sehemu mbingu, mbingu ndio sehemu aishimo Mungu. Ni mahali paheri, ni peponi. Ukiona Biblia inazungumza habari ya mbinguni, inazungumza habari ya peponi, ujue sehemu yenye heri. Inasema wanaheri watu waishikio si nini, vitu gani na nini, utaendelea kusoma mwenyewe. Lakini mimi nataka nikupe tutafsiri kwamba mbingu ni anga, ama anga ya mbingu. Lakini pia namba 3, mbingu ndiko aishimo Mungu, mahali paheri, peponi. Sasa turudi kuangalia kuzimu ni wapi na Jehanamu ni wapi. Kwa sababu roho ya mtu, nafsi ya mtu na mwili wa mtu, kuna sehemu hivi vitu baada ya kifo, kama tulivyokuja pasipo kujua, Mungu akaweka ufahamu, akaweka roho na huduma ndani yetu, na siku ya kuondoka ina maana hivi vitu vitarudi hivyo hivyo. Roho itarudi mahali pake, nafsi itarudi kwake, na mwili utarudi kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka tuangalie pia kuzimu ni wapi na Jehanamu ni wapi. Sasa nitaweka pia kwa lugha laini, nyepesi na ya kueleweka kwamba kuzimu ni kama mahabusu. Yani mtu akitenda kosa alafu anapelekwa kuzimu. Kuzimu kule ni kama mahabusu. Nalipenda neno la Yohana katika maono yake, katika mafunuo ambayo Mungu alimpa. Inasema kwa kuwa heri wafu wafao katika Bwana, kwa kuwa matendo yao yataambatana nao. Manake anaposhuka kuzimu, kabla ya hukumu, anaposhuka kuzimu kule mahabusu, ni kwamba matendo yake yanashuka pamoja na yeye. Lakini na kuzimu ni kama mahabusu, ni sehemu fulani hivi ya mateso. Kuna kitabu kimoja kimeandikwa masaa 48 kuzimu. Na wengi wanaokufa, mara nyingi wale wanaokufa na kurudi, ukisikiliza ushuhuda wao
ni kwamba anaingia sehemu ambayo anaona yako mateso makubwa, yako mateso makubwa, lakini anasikia watu wanavyozungumza. Kuna wengine wakiwa kule wanaendelea kutukana, wanaendelea kudhihaki na mambo kama hayo, yani moto nao waka. Sehemu nyingine anaona watu wenye dhambi wakiruka juu wakishuka, lakini kila wanapotoka nje ya moto wana matusi na maneno makali, wanarudi tena kule chini. Sasa nataka nitofautishe kwamba kabla hawajaenda kule wapi, Jehanamu, hawajaenda kuzimu, hawajaenda Jehanamu, ni kwamba kuzimu ni kama mahabusu, sehemu ya mateso, lakini Jehanamu ndiko kule tunakosema kuna ziwa liwakalo moto, ni kama gerezani. Tuchukue mfano huo wa kidunia. Kwa hiyo mbingu mpaka hapo, mbinguni utakuwa umenielewa ni wapi, lakini kuzimu mpaka sasa utakuwa umenielewa ni wapi, na Jehanamu mpaka sasa utakuwa umenielewa ni wapi. Mungu akubariki, nikutakia wakati mwema hapo ulipo. Tukutane katika kipindi kinachofuata.